Leo. Mapema tumeshashusha. Kama kaa hujapita kwenye page ya? Sema kijana. Mashine zipo bado yani. Bado. Mpaka afike 11 hivi au 10. Sasa sisi moja kwa moja tuanze kuiangaza kipenga na moja kwa moja tuanze kuangaza kuhusiana na wachezaji wa kigeni ambao wanakuja hapa nchini Tanzania. Wachezaji wengi sana huwa wanakuja na wanafeli. Wachezaji wengi huwa wanabumba. Inawezekana kwamba wao tunaleta sajili za kawaida au wao kama wao ndio chanzo cha kufeli. Mama kuja watu hapa nchini. Ni kweli. Kwa pamoja unavyosema. Mambo ni mengi yanafanya mpaka wafeli. Kama wazakao wa kawaida. Pia inawezekana wengi ni wa kawaida. Mimi naamini moja ya sababu kubwa wachezaji wengi wanakuja ni wa level hiyo. Wengi ni wa kawaida. Yaani mazingira ambapo ya timu, mahitaji, malengo na aina ya wachezaji ambao wanawaleta, na ninaona kwa namna moja nyingine wanakuwa hawakizi vigezo. Kwa hiyo naamini hiyo ni moja ya sababu kubwa ya msingi. Sababu ziko nyingi. Lakini naamini ni sababu moja kubwa sana ya msingi, kwa sababu kama unaweza kuleta wachezaji ambao ni wazuri, ambao wanakizi mahitaji ya ligi ya timu yako yenyewe na malengo ambayo unayo, ni ngumu sana kuona wakifeli ndani ya uwanja. Maana yake probability zinakuwa ni ndogo sana. Kwa maana hapa nilikutolea mfano wiki iliyopita kwamba wachezaji wote zaidi ya asilimia 70 mpaka 80 ya wachezaji ambao tumewachukua wamefanya vizuri ligi hizi za daraja la kati, labda wamekuwa ma MVPs. Wote wamekuja wamedeliver. Wachache sana ambao yani katika 10 utakuta ni mmoja ambao hawakuperform vizuri. Kwa hiyo ni mazingira hayo ambayo yanasababisha sometimes mchezaji anakuja, anatoka ligi kubwa, lakini performance yake unakuta sio kubwa sana. Kwa hiyo anakuja huku expectations zinakuwa kubwa sana. Labda ukacheza ligi ya Misri, ukacheza ligi ya South Africa. Kwa pressure ile inakuwa kubwa kwake kudeliver. Unakuta sometimes anahitaji muda, inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo ni sababu ya msingi sana wachezaji wengi ambao wanakuja wamekuwa hawakizi level za uhitaji wa ligi pamoja na timu. Lakini sababu nyingine unakuta ni minor issue kama za majeraha. Kuna baadhi ya wachezaji pia wamesajiliwa hapa, majeraha yamekuwa ni changamoto kwao. Kwa hiyo hata kila nafasi wanapopata wanapata zile setbacks. Hivi karibuni tumemwona Bajaber, mmoja wa wachezaji ambao wamefanya vizuri Kenya. Ni mchezaji ambaye alikuwa anaitwa timu ya taifa ya Kenya. Mchezaji ambao uliamini Simba wamepata mchezaji ambaye ana kiwango bora sana kiuchezaji na anaweza kuipeleka timu kwenye next level kwa eneo lake la kiungo mshambuliaji. Lakini kafika majeraha yamekuwa changamoto. Muda ambao tena karejea akapata tena setback. Kwa hiyo ikawa ni ngumu kuperform. Ni issue ambazo zimetokea hata pia kwa mtu kama Aubin Kramo, ni mmoja wa wachezaji ambao notable names, wachezaji ambao walikuja wakapata majeraha, hawakucheza official game ambao amecheza ya maana kwenye ligi hakuna hata moja, hata hizi FA hizi hajacheza. Kwa hiyo imekuwa ni changamoto. Kwa hiyo usajili kama unahesabu ni failure, kwa sababu unasajili mchezaji bei ya gari, anafika anapata majeraha, inabidi umuuguze, msimu uende anapotea. Hizo ni sababu minor. Sababu nyingine ndo kama hizo, labda inatokea labda issue za kiafya ambazo hazishani, labda majeraha, utamchaje bana anaumwa kulingana na mazingira yalipo. Kuna kipindi hapo wachezaji waliumwa sana mafua, kama unakumbuka. Mchezaji paka anashindwa kucheza mpira. Kina Ngoma hapo walipata hizo issue, na wachezaji wengine wa Simba ilielezwa paka kuna baadhi ya wachezaji walishindwa kuperform kwa almost wiki 3 kwa mazingira kama hayo. Ni issue za kiafya nyingine, kushindwa kuadapt kwa mazingira. Mchezaji anaweza kafika sehemu mazingira yaliyopo ni haendani na kule sehemu ambapo amezoea. Hiyo inatokea hata kwa ligi za wenzetu, wachezaji wanaotoka hapa. Inaweza kawa issue za vyakula, inaweza kawa issue za tofauti. Issue ya chakula naweza kukutolea mfano mzuri kabisa. Jina maarufu kabisa, Carlinhos. Moja ya kitu ambacho kinaelezwa kilimuondosha Tanzania ni hiyo issue za diet, aina vyakula ambavyo alikuwa anavihitaji yeye, na upatikanaji wake hapo ulikuwa ni mgumu. Kwa hiyo kuzoea na situations za hapa ikawa ni changamoto kwake. Lakini pia inaweza ikawa hata pia issue ya hali ya hewa. Mchezaji anaweza kaenda sehemu labda amezoea sehemu yenye baridi sana au joto sana, anakutana ni vice versa. Hizo ni issue ambazo ni minor, lakini issue kuu mara nyingi za wachezaji wetu kutokuperform vizuri hawa wa kigeni mara nyingi wazimebezi kwenye maeneo mawili tu. Ubora ambao naamini unachukua almost 70%, kwamba wachezaji wengi ambao tunawasajili hawakizi uhitaji wa ligi ilipo sasa hivi pamoja na mahitaji ya vilabu. Kwa hiyo tunasajili wachezaji wengi ambao kundi lao level yao ya ubora ni ya kawaida sana, ambapo sasa ukiangalia mazingira ya ligi yalipo, sasa ni kwa hizi timu kubwa ndio yako juu. Yani leo unasajili mchezaji ambaye ukiangalia CV yake hajaicheza mashindano ya kimataifa,
na hata performance yake kwenye ligi yake hajafunga hata goli 10 au hata zaidi ya 9. Unamleta kwenye timu kama Simba au Yanga ambao malengo yao makubwa kubeba ubingwa domestically yote makombe. Manake as mshambuliaji inabidi ustep up ufunge, na kimataifa pia timu wana dream kufika robo finali au kutoka hizo group stage. Sasa kifeli kama binafsi mimi naona ni mambo ambayo tunajitakia, na zimeshatokea hizo mara nyingi zinajirudia, na vilabu vimekuwa vinaficha makosa yao kwa kusajili wachezaji wengi. Yaani ndio maana kila dirisha Simba wachezaji 8, Yanga wachezaji 8, itakuja dirisha jingine hivyo. Kwa hiyo unaweza kukuta almost timu kwa misimu hata 4. Hizi timu naona zimesajili wachezaji almost 20 mpaka 30, ambao kiufundi si afya zaidi kwa timu, japokuwa wamekuwa wanafanikiwa kwa ligi ambayo kwa mazingira ambayo wao inaweza kawawia urahisi, lakini kwa huku kidogo wakija juu inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo ni mazingira ambayo nadhani kama vilabu vingeendelea kuwa na ule tunasema kuishi kwenye malengo yao kila siku, vitu kama hivi vingeweza kupungua, kwa sababu tayari kuna level umejiwekea. Kwa sababu unakuta msimu kwa mfano Yanga anafika robo finali, msimu unaofuatia anatoka kiongozi anasema dream kufika group stage. Manake kwa namna moja au nyingine hata yale malengo timu imefanyaje, imeshuka. Kwa hiyo hata kwa wale wachezaji ambao unawasajili wakifika hapo ni level ambao unaamini kwa hizi timu zetu sio vitu vya kuendelea kuentertain sasa hivi. Yani Simba na Yanga sasa hivi kufika group stage ya mashindano ya Afrika si kitu ambacho ni cha kushangilia sana, kwa sababu ni mazingira ambayo wanapata mazingira ambayo naamini ni rahisi kwao. Sasa hivi waishasogea paka poti za pili, tofauti na misimu ya nyuma unakuta wako poti C huko. Maana yake unakuta paka apite huko anaweza kukutana na mkubwa hapa chini, lakini sasa hivi unakuta wapo poti ya pili. Maana yake ana uhakika hatua ya awali anakutana na timu za mataifa ya kawaida, hatua haya si Libya, sijui Sudan, wapi, kwa mazingira ambayo anaweza akafuzu. Kwa hiyo nadhani na hiyo 30% na ubaki sasa ndio hizo factors ambazo ni minor, ambazo nyingine zinaweza kuzuilika na nyingine haziwezi kuzuilika, sijui majeraha, sijui hali ya hewa, sijui issue pia hizo za kimkataba za malipo, ni issue ambazo zinaweza kuzuilika, lakini fact kubwa naamini quality ni ubora. Kwamba wachezaji wa kawaida wengi sana wanaokuja Bongo wa kigeni wengi sana, wakina Buba au wengi sana. Ni mmoja wapo pia naweza nikakubali. Yeah. Moja ishi nyingine ambayo inatajwa pia ya wachezaji wa kigeni Tanzania, tamu bwana, maji mengi. Unajua kwenye issue ya usajili, nahisi ni takriban mwaka wa pili sasa hivi. Kuna kitu nimekuwa nikikisema mimi binafsi, nasimama na wachache kwa asilimia chache na wanaosema kwamba usajili ni kamari, ijapokuwa kwa asilimia kubwa naamini usajili ni sayansi, ambapo ni sayansi yenye procedure zake. Kuna procedure ya kwanza ambayo ndio hiyo scouting, unamscout mchezaji. Procedure ya pili baada ya scouting ni profiling, unamprofile mchezaji. Ya tatu ni negotiations. Ya 4 kuna hizo unveiling mpaka unafika mwisho. Sasa tukibaki kwenye procedure ya scouting na profiling, hizi ndo procedure ambazo ni muhimu sana, watu wamekuwa wakizipuuzia. Scouting ni pale ambapo unakuja kutafuta mchezaji, kwamba nahitaji kiungo, unaenda unatafuta kundi la viungo 10, kundi la viungo 15, unatafuta viungo 6, halafu unaanza kumchambua kiungo mmoja mmoja mpaka unapopata jina sahihi. Ukishamuona Kibe ndio kiungo naye mhitaji kwenye timu yangu, unaingia kipengele cha pili ambacho ni profiling. Kipengele cha profiling hakihusishi tu kumprofile mchezaji kiufundi, bali unaweza ukamprofile mchezaji by character, kitabia, huyu mchezaji ni wa aina gani, ambapo kuna aspects kama kuangalia ni namna gani anapata majeraha. Kuna aspect za kuangalia trend ya timu alizotoka, amedumu muda gani, na vitu vingine vingi sana. Kuna namna ambayo watu huwa wanaignore hii procedure, mwisho wa siku inakuja kuwatesa kwenye namna ya kuishi na hilo kundi la wachezaji. Ni ngumu sana kumbadilisha mchezaji mwenye miaka 23, 24, 25 tabia. Yani huyu mchezaji ambaye ametoka Ivory Coast ana tabia fulani, ukimleta Tanzania, kitu pekee ambacho kinaweza kutokea kwa wepesi ni mchezaji kujifunza tabia mbaya, lakini sio wewe kumtoa kwenye tabia mbaya kumpeleka kwenye tabia nzuri. Kwa hiyo viongozi wengi wa timu wa hasa wa klabu za huko Ulaya ndio wamekuwa wakijiadjust kulingana na kundi la wachezaji ambao wanawasajili. Yaani ukimsajili mchezaji mtukutu, mnajiadjust namna ya kuishi na huyo mchezaji mtukutu.
kuna vigezo, mfano kuna vipengele ambavyo Mario Balotelli aliingia navyo wakati anajiunga Liverpool, kupunguza kadi za njano, kupunguza kadi nyekundu. Kuna vipengele ambazo Luis Suarez aliingia na FC Barcelona kwamba hatakiwi kung'ata watu. Kuna vipengele ambavyo Ronaldinho aliingia navyo anapojiunga na AC Milan kwamba ruhusiwe kwenda club. Hivyo ni vipengele vya namna ya kujiadjust kuishi na wachezaji wakorofi. Sasa sisi tumekuwa tunamwangalia mchezaji Eben fundi, ana ufundi sana mguuni. Sajili Eben. Ndio. Eben unampa milioni 50 zake, anakuja Tanzania, akishafika siku ya kwanza camp ndio mnagundua kumbe jamaa mkorofi. Mlingia chaka. Kumbe huyu jamaa tabia zake ziko hivi. Kwa hiyo mnaanza kujifunza kuishi na Eben wakati tayari mnayo mondani, na nyie hamkujipanga kuishi na mchezaji mwenye karakta ngumu kama Eben. Eben amegusa hapa issue ya Carlos Stenio Cliff, Carlinhos do Carmo. Ndio. Yule ametoka Angola. Umemuona akicheza ukavutiwa naye, lakini amkwenda kwenye aspect za namna mchezaji atakop na mazingira ya Tanzania, kwamba akija Tanzania ataishije, ana uwezo wa kuadapt na mazingira ya hapa ama hawezi. Na hii ndio imekuwa failure ya wachezaji wengi sana. Yani kuna namna mchezaji anatoka point A anaenda point B, kitu cha kwanza kinachomuathiri ni mazingira. Mfano David De Gea wakati anajiunga na Manchester United, alijiunga akiwa kijana miaka 19, anatoka Atletico Madrid. Kitu cha kwanza ambacho Sir Alex Ferguson alikifanya, alihakikisha kwamba anamzungusha De Gea na makocha wanaoongea Kihispaniola ili akop mazingira, kwa sababu msimu wa kwanza De Gea ulikuwa mbovu vibaya mno. Ilifika point alipoteza nafasi ya kwanza kwenye kikosi cha Manchester United mbele ya Lindegaard. Lindegaard ndio alikuwa goalkeeper anayeanza Manchester United. De Gea akawa ametolewa. De Gea alirudi baada ya Lindegaard kuumia, tena ilikuwa ni bahati mbaya. Yani historia De Gea ilikuwa ishaisha kwenye kikosi cha kwanza cha Manchester United. Baada ya kurejea, Alex Ferguson akafanya move ambayo ndio ilikuwa muhimu. Akaenda kumchukua kocha wa Atletico Madrid wa magolkipa aliyemfundisha De Gea msimu wa nyuma, akamleta United ili De Gea akop na yale mazingira, kwa sababu alikuwa homesick, anashindwa kuadjust na mazingira ya Uingereza. Vitu vya Uingereza vinamshinda, vyakula na mazingira mengine, hali ya hewa tofauti inamzingua. Kwa hiyo sasa sisi tumekuwa tukisajili wachezaji ambao hatuwafanyi profiling ya kutosha, kwamba anakuja halafu hujui huyu mchezaji niishi naye vipi. Msabato, anapenda dini, ni Muislamu she kabisa huyu, swala tano, au ni mtu ambaye anapenda kwenda club, ni mtu ambaye anapenda starehe kuliko kitu chochote. Kwa hiyo akisha kuwa mchezaji wako unagundua bwana, kumbe Pacome anapenda kuenjoy, anapenda kula maisha. Kwa hiyo sasa unajikuta unatakiwa kuwewe ndio uendane sana na kasi ya Pacome kuliko kumcontrol huyo mchezaji. Na ndio maana Yanga walifika hatua waliona Gamondi unakotupeleka siko, kwa sababu umempa kocha kundi la wachezaji ambao yeye sasa inabidi ajiadjust na mazingira yao. Kwamba kocha inabidi aingie kwenye mfumo wa wachezaji. Kwamba wewe kama unapenda starehe, wala fanya starehe. Wewe kama ni mtu wa dini, Maxim Pia Zengeli, unajua kusali sana, sali sana. Wewe kama ni mtu wakati, baki hapo hapo kwenye kundi la mtu wakati. Kwa hiyo mimi naamini iwapo tutaanza sasa kuzingatia aina ya watu, sababu hapa tena sio aina ya mchezaji. Ndio. Hapa ni aina ya tabia za watu tunazozisajili. Tunaweza tukawa na kundi la wachezaji ambao tunawaleta, tunawacontrol. Baada ya kuwa control, wanaingia kwenye mifumo yetu, wanaanza kuperform. Kwa sababu leo unaenda kusajili kipaji, unamsajili mchezaji mzuri, huko alikotoka wenzio wanamjua. Ndio. Wameisha adjust naye kimaisha, kwamba bwana mimi namjua Bernard Morrison. Huyu South Africa ana kesi za magari. Huyu South Africa ana kesi za kila aina. Lakini watu wa Orlando Pirates walijua namna ya kuishi naye. Walishaji adjust na Bernard Morrison. Wewe akishakuja ndio unaanza kuunda bwana, kumbe huyu jamaa hapendi kukaa kambini. Huyu jamaa kumbe muda wote kambini ile anatoka. Kwa hiyo unaweza kaamua na kusajili, najua wewe una tabia za aina fulani, lakini unapokuja kwenye timu yangu mimi nishamwandaa team manager na kuletea mchezaji Kibe ni mchezaji wa aina fulani, tumfanye nini? Kwa hiyo hata siku unayodondoka sahihi Kibe, unajua kabisa ninaenda Simba Sports Club, ninaenda Lipuli, ninaenda Ndanda, ninaenda Namungo, ninaenda Yanga. Nimeambiwa kwamba natakiwa nipunguze starehe. Nikiendekeza starehe Yanga, moja kwa moja nakatwa mshahara, moja kwa moja nakatwa bonus, moja kwa moja posho zangu sitopewa kama ambavyo natakiwa nipewe. Wewe mchezaji mwenyewe utajikuta fresh. Lakini nimesaini mkataba hauna limitations za kitabia. Mimi nikija kwako nitaishi vile ambavyo mimi naona inanifaa.
nitachelewa kambini. Kama hujaniambia kuchelewa kambini ni kosa, nitachelewa kambini. Kama hujaniambia kwamba kuondoka kambini bila ruhusa ni kosa, nitaondoka kambini. Kama hujaniambia sijui kufanya starehe bila kikomo sio kosa, nitafanya starehe bila kikomo, sababu najua mkataba wangu haunibani. Lakini iwapo mkataba utambana mtu, Balotelli kama alinyoka Liverpool, ndio inawezekana alikuwa na makosa mengine huko makubwa ya nje, lakini yale ambayo yalikuwa yanaenda kuathiri kiwango chake walivyo ya limit, kama alifanikiwa, na sisi huku tunaweza kufanya hivyo vitu, kwamba bwana sikiliza, kila kosa unalolifanya lina adhabu yake 1 2 3. Tumesikia wewe ndugu yetu upendi kabisa kukaa camp. Sasa brother, ukishinda kukaa camp, so umetaka mwenyewe kusign, umesign hapa, nimekupa $20,000 mshahara wako kwa mwezi, nimekupa signing fee $150, nimekutafutia apartment nzuri, nakupa na gari la kutembelea, una sign ama hausaini. Ukigeuka pengele vya mkataba unaambiwa kabisa, bwana, iwapo utatoroka kambini, iwapo utafanya vitu 1 2 3, tutakuwa tunakukata mshahara wako na bonus. Ukisign it means umejiingiza kwenye hiyo ndoa ya kubadilika ama ya kucontrol tabia yako. Lakini iwapo haujawekiwa hizo limitations, brother, ndio utakuja Tanzania, na kwa bahati nzuri nchi yetu ndio imejawa na ukarimu. Ndio ukija ukiamua kuishi kwenye mifumo ya uhuru, na sisi tutakupokea, tutaishi na wewe kwenye mifumo ya uhuru. Utaenjoy vibaya mno. Na hamna adui wa mchezaji kama starehe iliyopitiliza. Hamna, kwa sababu starehe iliyopitiliza inakugaranti, yani inakuhakikishia kukupunguzia mazoezi. Yani utafanya mazoezi, lakini kutokana na starehe iliyopitiliza lazima mazoezi yatatoka. Imagine kwenye science ya mwili wa mchezaji ana masaa anayotakiwa kulala. Ousmane Dembele wakati yuko Barcelona alikuwa anapata majeraha ya kujirudia kwa sababu alikuwa halali usiku. Na sababu ya Ousmane kutolala usiku haikuwa kulewa, haikuwa sijui nini, haikuwa starehe za kwenda klabu, haikuwa ni, ilikuwa Ousmane anapenda kucheza PlayStation. Kwa hiyo usiku halali Dembele anacheza PlayStation. Kutolala kwa Dembele kulikuwa kuna athiri rehabilitation process zake, kwamba haponi kwa sababu hapati muda mwingi wa kulala. Majeraha yanajirudia mara kwa mara kwa sababu anashindwa kurecover kwa 100%. Lakini watu walipogundua kwamba Dembele wewe huwa ulali, wakamtengenezea limitations. Bwana Chuma, tunakufuatilia, usipolala una vipi adhabu zako. Kwa mchezaji anakuwa bwana, kumbe natakiwa ikifika saa 6 natakiwa, mfano mijana, kuna mchezaji kuna timu nayo shabikia imemwacha mchezaji. Mchezaji ilikuwa hata umtumie message saa 10 wa Bongo, hiyo timu ya Bongo nje, timu ya Bongo si Singida. Mimi ni shabiki wa Singida. Okay, sawa. Si uzuri mchezaji simtaji. Ilikuwa hata umtumie message saa 10 yuko online usiku hiyo. Usiku nilikuwa namtaga Popo. Hata umtumie message saa 10. Bwana wewe. Mabahati mbaya ameondoka kwenye timu akiwa moja kati ya wachezaji ambao wamedisappoint wa Tanzania, sio tu watu wa klabu wa Tanzania. Hawakuamini kama mchezaji huyu anaweza akacheza katika kiwango kile, sababu alimuona mchezaji wa daraja la juu sana. Lakini hivi vitu vidogo vidogo, na bado hanywi pombe, hafanyi hizo starehe, lakini shida yake iko hapo. Au yule wa Mwanza, shida yake iko hapo, hapendi kulala, ni mtu ambaye muda wote yupo macho. Hasa hii inaathiri performance za mchezaji. Ni vitu minor ambavyo unaweza ukaviangalia nje, mtu kutolala kuna athari vipi kucheza. Sayansi ya mpira ina vitu vyake. Inamhitaji Kibe Zedon apumzike masaa zaidi ya 8. Inamhitaji Kibe Zedon ale chakula kiasi fulani kwa siku. Inamhitaji Kibe anywe maji lita kadhaa per day. Inamhitaji Kibe ale chakula kilicho balance kati ya sijui ni proteini, sijui ni nini. Hivyo vyote viko kwenye sayansi ya mpira ili kumtengeneza mchezaji utimamu wa mwili. Sasa wewe ukishaendekeza starehe, ukiupongeza mwili wako kwa kuupa pombe, umpe pole mwili, unaupa pole kwa unapigwa kwa mnyweso, lazima uathiri performance. Yani lazima uathiri, naweza kusema nguvu ya mwili wako. Mwisho wa siku utajikuta unaenda uwanjani, baadhi ya vitu ufanye vizuri, yani vitu viko. Kwa mimi naamini kabisa mazingira ya nchi yetu yana impact kwa wachezaji, lakini hii impact inaweza kuwa controlled iwapo viongozi wetu wanaowasajili hawa wachezaji watamjua anayesajiliwa. Yani namjua Hamisa kwamba Hamisa Abdurrahman mtoto wa Chuga, Hamisa anapenda kamnyweso. Acheni kabisa.
yani sinakuwa namjua. Kwa hiyo nikimsajili Hamisa wa Kanda FC najua kabisa huyu, kwa sababu anapenda kamnyweso, huyu nyumba naenda kumpangia. Kwanza nampangia nyumba mbali na maeneo ya mji. Sio anapiga maji ya mende. Peleka Kigamboni, Geza Ulole, kakae huko. Mbali na maeneo yaliyochangamka. Au Mwabepande huko. Mbali ili asijichanganye na watu kwa asilimia kubwa. Then baada ya hapo anakuwa kuna monitoring unakuwa unamfanyia. Hii inamsaidia. Wakuta Hamisa taratibu anajiadjust, na hata kwenye mkataba wake namwambia, bwana sikiza, umeona nimekupeleka Mwabepande na sababu sitaki uzoee mazingira ya huko. Kwa hiyo wewe nikija kuona umeendekeza ulabu, mimi mshahara wako kama nakulipa $30 per month, hii tunakata 50%. Utakula 15 na ikunjia pembeni. Hii itamfanya Hamisa ajiadjust tabia yake. Aache kunywa ulabu Hamisa. Sawa. Ataacha kunywa ulabu na mwisho wa siku mambo mengine yatakuwa kwa uzuri. Na viongozi wetu wanakubali kwamba kuna muda kwamba nao ni chanzo cha wachezaji wao wa kigeni kufeli. Kwenye ngo hivi. Yaani kwamba labda kuna vitu ambavyo pia wavizingatii kama ambavyo wanazungumza Wakanda. Hilo jambo liko wazi kabisa. Kwa sababu kwa sasa hivi dunia ya mpira imebadilika. Watu hawasajili tena mchezaji. Mimi binafsi sikubaliani na kuniambia usajili ni kamari. Yaani ukishamaliza kila ambacho unatakiwa, kila stage ambayo inatakiwa uipite unapomsajili mchezaji, ukishazikamilisha zote ndio inakuja sasa pale hiyo issue ya kwamba ni kamari. Lakini kamari haiwezi kuanza kwa sababu kila siku mimi nasema timu zetu zimeshatoka huko. Labda hata kama zipo ambazo zinafanya hicho kitu ni chache sana katika ligi yetu, na siamini kama Simba, Yanga, Azam wanaishi kwenye mazingira hayo kwamba msimu umeisha, Eben unawinga. Inawinga mimi Eben sasa, Eben ndo George Mendes ana winga wake, unawinga na shida ya winga. Namba ngapi huyo? Namba 7. Utaniletea wewe winga namba 7. Una kiungo? Na kiungo mmoja, kiungo shoka kweli kweli huyo. Nitakuletea. Na baadhi yao bado wanafanya. Ndo maana nasema na uzuri bwana. Ukishafanya hicho kitu kuna muda kita backfire. Tena mara nyingi sana kina backfire kwa sababu sasa hivi hizi timu zinasikiliza sana makocha. Tofauti na sasa hivi hizi timu zinategemea zaidi kuiona display nzuri ya timu uwanjani, sio tu matokeo. Ndio maana kuna makocha washai kufukuzwa kwa sababu timu inapata matokeo kweli, lakini performance ya timu ni mbaya. Kwa hiyo mchezaji ukimchukua mchezaji ambaye mwisho wa siku atashindwa kuendana sasa na ambacho mwalimu anakihitaji, au labda na philosophy ambako kapo ndani ya timu, mwisho wa siku mchezaji atafeli. Kwa hiyo hicho kitu na nitakiongeza kwamba viongozi wanakubali. Inawezekana wao wenyewe wakikaa kuna muda wanajitafakari, sababu mwisho wa siku lazima msimu kishaisha mnakaa nyinyi kama viongozi, kama ni bodi, mtafanya tathmini ya usajili ambao mmeufanya. Kuna muda lazima wao wenyewe wanajiona kabisa kwamba wamekosea. Kwa sababu gani? Wapo wachezaji ambao wameshawahi kusajiliwa kwenye hii ligi, wamekuja tayari, taarifa sisi tu ambao hatujawahi kuwaona huko walikotoka, taarifa tuko nazo kwamba huyu mchezaji huko alikotoka amekaa miezi 6 hajacheza. Kakaa mwaka mzima mchezaji hajacheza. Kwa hiyo wao wanachokifanya wanakusajili alafu wanatumia takwimu zako ambazo ulikuwa nazo kipindi hicho ukiwa unacheza hata ni miaka 2 nyuma. Alafu wanakaa wanasema okay, good time is around the corner. Wacha tumsajili mchezaji, huenda akaperform. Kumbuka huyo mchezaji atakuja, hizi timu hazina project. Mchezaji unamsajili mara nyingi anapewa mkataba mwaka 1.5, miaka 2, au kuna muda hata mchezaji anapewa mwaka 1. Kwa hiyo na maana kwenye huo muda ambao mchezaji unamsajili hajacheza muda mrefu, lazima atahitaji pia muda wa kuregain kwanza fitness yake ya mwili na pia na match fitness. Kwa hiyo huo muda ambao unamsubiria huo mchezaji na muda wa mkataba wake pia nao unasogea. Kwa hiyo mwisho wa siku mchezaji anaondoka, sio kwa sababu labda ni mchezaji mbaya, lakini wakati mnamsajili kwenye zile data ambazo unatakiwa uzipitie za mchezaji wakati unamsajili haujazipitia. Ndio hapa mfano hapa alikuja Ismail Sawadogo, taarifa zilikuwa nilizokuwa mimi nimezipata ni kwamba huko alikotoka alikuwa na miezi kama 6 hajacheza yule mchezaji. Na alikuwa nikimuona Sawadogo ambacho kilikuwa kinamtatiza uwanjani, wala kuwa mchezaji mbaya Sawadogo. Yaani zile vitu tu vya kiufundi ambavyo alikuwa navyo mguuni, alikuwa mchezaji mzuri sana. Tatizo lake lilikuwa fitness. Yaani Sawadogo kadiri muda unavyozidi kwenda na anazidi kuchoka. Yaani kuna muda paka unamuonea huruma, na huyu mchezaji kabisa kachoka. Alikuja hapa pia Mohamed Dumbia. Huyu ambaye ameondoka Yanga sasa hivi ameenda South Africa. AI hiyo. AI. Yule alikuwa ni moja ya viungo wazuri sana kiufundi. Ni moja ya viungo ambao inawezekana pia hata kuna namna ambavyo wenzia ambao walikuwa wanacheza nao walikuwa wanamkwamisha, lakini tatizo lake moja lilikuwa
alikuwa na matatizo mawili. Cha kwanza anachoka haraka. Alafu cha pili alikuwa hana utimamu kiwanjani, yani ule wa kupambania ile mipambano ya 1 versus 1 ilikuwa rahisi sana kumtoa njiani. Tena kibaya zaidi ni against hizi timu zetu za kawaida hizi, kina Coast, sio kina Pamba, achana mechi za kimataifa. Huku ndani tu kawaida. Alikuwa ni kiungo mmoja ambaye ukimtia tu nyama kidogo ameenda chini. Kwake ilikuwa rahisi sana kupoteza mpira. Lakini ni mchezaji mzuri. Kwa hiyo kuna muda lazima viongozi wenyewe watambue, na wenyewe naamini pia wanatambua kwamba kuna muda nao ndio wanakuwa ni changamoto za hizi sajili, kwa sababu mchezaji umemsajili. Mimi naamini kabisa Yanga walikuwa wanajua kwamba Mohamed Damaro kwamba kwa ametoka amekaa muda mrefu hajacheza, na ndio maana alijiunga na kambi ya Yanga muda mrefu toka hata kabla msimu hujaisha. Sijui wakati anasai ni Mama Dudumbi au maana sio Mohamed Damaro. Damaro amewaleo. Na leo ni mara ya pili, namchanganya jina na Damaro. Mohamed Dumbia yule. AI. Walikuwa wanafahamu kabisa kwamba huyu mchezaji huko alikotoka ana muda mrefu ambao hajacheza. Siku hizi dunia imehama. Kuna details nyingi sana ambazo watu wanaziangalia kwako kabla hawajakusajili. Wanakuangalia mpaka yani namna gani ambavyo wewe kiwanjani unatembea kilomita ngapi kiwanjani, depending na eneo ambalo unacheza, kwa sababu mpira wa kisasa ambapo umebadilika unahitaji timu nzima wawe defenders pale ambapo mpira unapotea, na timu nzima wao wanashambulia pale ambapo mpira unakuwa upo. Kwa hiyo watu wanakuhesabia mpaka kilomita ambazo wewe unakimbia pa match. Kwa hiyo mwisho wa siku huku kwetu ni ngumu kuweza kupata data za namna hiyo, lakini kuna vitu vya msingi vya kuangalia. Cha kwanza, angalia injury prone ya mchezaji. Unamsajili mchezaji unaambia huko alikotoka. Kwa mfano kesi ya Mohamed Bajabi. Mohamed Bajabi palisha kuwa pia na taarifa kwamba huko alikotoka hakuwa mchezaji ambaye anapatikana muda wote. Alikuwa anaumia, na nakumbuka hicho kitu alikizungumza ni kocha wa I think alikuwa ni kocha wa polisi au kocha sio timu gani wakati msimu sasa hivi TRA ndio alikuwa pia kocha wa polisi, namzungumzia Etienne. No, sio Etienne. Kuna Etienne naye alizungumza. Kuna timu ambayo ilikuja kucheza na Simba kwenye Simba Day. Gor Mahia, kocha wa Gor Mahia. Na japo Etienne pia naye alijaribu kidogo kumtetea kwa sababu ni Mkenya mwenzie, lakini mimi nilimuelewa kwa sababu huwezi kujibia kitu ambacho hakipo. Na maana watu walichokuwa nakizungumza ni fact kwamba huyu mchezaji huko alikotoka alikuwa patikani muda wote. Yeye tukamsajili. Unaona kilichokuja kutokea. Mwisho siku ameondoka. Bajabiri sio kama ameondoka kwa sababu ni mchezaji mbaya, ni kwa sababu ya majeraha ambayo labda usingemsajili ungeweza kukiepuka hicho kitu. Kwa hiyo hata kama hatuwezi kupata hizo data nyingi sana kwa mchezaji, lakini kuna vitu vya msingi vya kuangalia. Angalia huyo mchezaji injury prone yake, muangalie huyo mchezaji huko ambako ametoka anacheza, yani hicho kitu cha msingi sana kwetu. Style of player huko ambako ametoka, ndio tunaingia sasa huko kwenye player profiling. Kwa sababu mshambuliaji ambaye wewe umemtoa kwenye timu ambayo inafunga magoli kwa kupitia counter attack, tegemea atateseka kwenye hii ligi. Kwa sababu sisi ligi yetu muda mwingi mechi ambazo utapata labda ile kupishana labda ni Yanga na Azam. Ukiwa Simba same kwa inapokuwa Simba na Azam, labda kidogo na Singida. Huku kwingine kote utakutana na watu wamepaki basi hapo kwenye low block. Wewe mshambuliaji wako muda wote huwa mara nyingi ana timu ambayo ametoka magoli yake mengi alikuwa anafunga kwa counter attack. Mwisho siku anafeli. Alikuja hapa Hafiz Konkoni, sababu zilikuwa zile akafeli. Kwa sababu gani? Huko ambako ametoka na alichokikuta Yanga ni tofauti. Na sio tu kwa washambuliaji wakati, hata wachezaji ambao wanacheza kwenye haya maeneo ya pembeni. Juzi hapa katikati hapo kulikuwa kuna taarifa za kwamba Ramadhani Chobwedo Simba walikuwa wanamtaka, mwisho wa siku amefeli vipimo. Mimi kwa taarifa ambazo nimezipata wala hajafeli vipimo, ni kwamba mwalimu hamuoni kama anaendana na falsafa yake. Sasa huyo ni Chobwedo ambaye tumemuona anacheza kwenye ligi yetu. Hata mwalimu wa Simba kapa Steve Barker amepata nafasi ya kumuona na kungamua kwamba huyu watu ingia kwenye mfumo wangu. Sasa muda huo umesajiliwa Kibe kutoka zako Ivory Coast huko. Ligi ya Ivory Coast hatuna access nayo. Umesajiliwa zako kutoka Gambia huko. Na George Mendes kafanya biashara na mchezaji wangu huyo winga fundi hatari. Hatujui ndo ana sifa sasa kama za Ramadhan. Mwisho wa siku unakuja kumsajili, anakuja unamwona ni mchezaji mbaya, lakini sio mchezaji mbaya, ni kwamba mahitaji ya timu yanamhitaji winga ambaye anakuwa ni versatile. Hakai muda wote akumbati touchline. Winga ambaye anakuwa ana uhuru pia wa kuwa anaingia ndani. Winga ambaye ana uhuru wa kucheza na fullback wake. Kumbe mwenzio yeye kazoea amalize uwanja, amalize touchline, apige cross. Amalize touchline, apige cross. Kwa hiyo na hata issue ya nitakupa pia mfano mwingine hapo. Muda kipindi ambacho alisajiliwa Agustin Okra. Yanga alishamuona Okra